taarifa yoyote hiyo kutoka kwenye chama au mtu ambaye alitumwa kufanya hivyo kwa niaba ya chama. Mimi sijapokea taarifa kwa maana kwamba aidha taarifa imetumwa kwa njia ya sanduku langu la barua au nimejulishwa na kiongozi wangu kwamba kuna barua nimekutumia labda kwenye WhatsApp au kwenye email. Sijapokea taarifa yoyote hiyo kutoka kwenye chama au mtu ambaye alitumwa kufanya hivyo kwa niaba ya chama. Nimeona taarifa ambayo ina nembo ya chama na haina jina la mtu aliyeandika hiyo barua, na nimeona ikiwa na muhuri unaosomeka katibu wa Chadema mtaa wa Olosiva. Sasa mimi ninapokaa hakuna mtaa unaoitwa Olosiva. Mimi ninakaa kwenye kitongoji cha Olosiva, na kwenye chama hatuna kitu kinachoitwa katibu wa chama mtaa wa. Kwa hiyo mimi ninasita kwanza, isipokuwa ninachokiri ni kwamba taarifa hiyo inaosambaa mitandaoni ina taarifa zinazofanana na taarifa zangu kwa maana ya majina. Unazungumziaje hizo tuhuma ambazo zimezungumziwa hapo? Ni tuhuma zipi hizo? Hiyo barua haisemi tuhuma yoyote. Haijazungumza na mimi, sijapewa taarifa yoyote na chama. Kama nilivyosema, mimi nina wiki moja sasa, nimeondoka Arusha Jumamosi na sasa leo ni Jumamosi, nina wiki moja. Nakumbuka mara ya mwisho kuwasiliana na uongozi wa chama ni kama siku 3 zimepita, kwa katibu wa jimbo pamoja na mwenyeji wa jimbo wakiwa wananiomba pesa kwa ajili ya kufanikisha shughuli ya chama ambayo wamepanga wiki inayoanza. Ndio taarifa ambayo ninayo rasmi kutoka kwenye chama. Pengine sasa viongozi wa eneo ambalo unakaa ndo ambapo umejisajili, umeshawatafuta kuweza kubaini ukweli kama hiyo taarifa inayosambaa mitandaoni ya kweli ama la? Leo ni Jumamosi na kesho ni Jumapili, kwa hiyo kwa maana kwamba ofisi hazifunguliwi. Kwa mimi baada ya ofisi kufunguliwa siku za kazi, manake kwamba sasa nchi hii ina sheria ya data za watu binafsi, taarifa binafsi. Kwa hiyo ni vyema vile vile nikaiarifu mamlaka kwamba nimeona taarifa ambayo ina baadhi ya taarifa binafsi za kwangu. Kwa hiyo wao washughulike kujua kwamba ni nani yule ambaye labda anasambaa hiyo document, imetoka kwa nani ambayo inasambaza taarifa ambazo zinafanana na taarifa zangu. Tunaona kwamba hii barua bado ina ukakasi kuhusiana na uhalali wake. Pengine mpaka sasa hivi kuna vuta ni kuvuta yoyote ambayo ipo ndani ya chama inakuhusu wewe? Kwa sababu kuna kipindi tuliona ulisimamishwa wanachama, kuna hiyo taarifa. Sikuwahi kusimamishwa wanachama. Nadhani kama ilikuwa ni uhuni, nimetumia neno hilo, ndo neno sahihi. Ni uhuni, mtu alijifungia ndani akaandika barua kwamba nakusimamisha na kwenye nafasi ya katibu wa sheria na haki za binadamu. Ni yeye tu. Tukiwa tunamalizia, unaonaje mwelekeo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa hivi sasa? Tuna mwelekeo mzuri kwa sababu tupo watu wenye akili. Kwa hiyo ndio tunahitaji watu wenye akili wa kuweza kutoa mwelekeo, na hiyo akili ndio anaitumia Odero kutoa mwelekeo kwamba tutokeje, tuko kwenye mkwamo, tunatokaje.